Serikali ya Nigeria imepinga vikali wazo la Marekani kuingilia moja kwa moja kwa nguvu za kijeshi katika mapambano dhidi ya makundi ya wanamgambo wa Kiislamu, ikisisitiza kuwa hatua yote ya ushirikiano lazima iheshimu mamlaka na uhuru wa taifa hilo. Kauli hiyo imetolewa na msemaji wa Rais Bola Ahmed Tinubu, Daniel Bwala, kufuatia tamko la Rais wa Marekani Donald Trump aliyedai kuwa serikali yake imeagiza maandalizi ya uwezekano wa kutuma majeshi au kufanya mashambulizi ya anga nchini Nigeria. Trump alidai kuwa idadi kubwa ya kutisha Wakristo inauawa nchini humo na kuitaja Nigeria kuwa nchi ya wasiwasi maalum, akitishia pia kukata misaada yote iwapo serikali ya Abuja haitochukua hatua kali. Nigeria ni taifa huru, hatuhitaji na hatukubali wanajeshi wa Marekani kukanyaga kwenye ardhi yetu, alisema Bwala, akiongeza, ushirikiano unakaribishwa lakini lazima uwe wa kuheshimu mamlaka yetu ya kitaifa. Wizara ya mambo ya nje ya Nigeria ilikanusha vikali madai ya kuwepo kwa mauaji ya kimbari dhidi ya Wakristo, ikibainisha kuwa waathirika wa mashambulizi ya makundi ya Boko Haram, ISWAP na magenge ya uhalifu wanaotumia silaha wanahusisha watu wa dini na makabila mbalimbali. Wanakoua si Wakristo pekee, Waislamu na raia wa makundi mengine pia wamepoteza maisha. Serikali inapambana kulinda maisha kila Mnigeria bila upendeleo, alisema msemaji wa wizara hiyo Kimiebi Ebefa. Bwala alithibitisha kuwa Nigeria inahitaji msaada wa kiufundi na kijasusi zaidi kutokana na ukubwa wa ardhi yake, mipaka isiyodhibitiwa kikamilifu na idadi ndogo ya vikosi vya usalama ikilinganishwa na idadi ya watu. Tunapendelea ushirikiano katika mafunzo, mbinu, vifaa na ubadilishanaji wa taarifa za kiintelijensia, sio uwekaji kambi au operesheni za kijeshi za nchi za kigeni ndani ya mipaka yetu, alisema. Aliongeza kuwa licha ya changamoto, mafanikio kadhaa tayari yamepatikana katika kupunguza vitendo vya kigaidi na uhalifu wa kutumia silaha. Kauli ya Nigeria imeweka wazi msimamo wake wa kutotaka kuingiliwa kijeshi au mataifa ya nje bila ridhaa na mashauriano rasmi. Serikali imeeleza kuwa iko tayari kujadiliana na Marekani kwa misingi ya ushirikiano wa heshima na maslahi ya pande zote.